Ligi kuu ya soka Tanzania bara jana imeendelea kwa michezo kadhaa, lakini mchezo ambao tunakwenda kuangazia ni Simba Sports Club dhidi ya JKT Tanzania, mechi ambayo ilipigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni katika jiji la Dar es Salaam, ambako mchezo huo ulitamatika kwa Simba kuibuka na ushindi goli 1-0, goli la mwamba Lusaka Triple C Clatous Chota Chama akifikisha magoli 5 kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Binafsi yangu ulikuwa ni mchezo ambao ni mgumu kwa timu zote mbili, hasa kwa upande wa Simba ambao kwenye mechi ya jana ndio ambao walikuwa wanapewa nafasi kubwa kutokana na kile ambacho walikuwa nacho katika upande wa kimsimamo, lakini pia kupunguza gap la alama dhidi ya wapinzani wao wa karibu Young Africans, ambao mechi yao pia jana waliibuka na ushindi wa goli 1-0. Lakini mwalimu wa JKT kwa maana ya Ahmad Ally ni mwalimu naye pia mchezo ambao alikuwa ana uhitaji kwa asilimia kubwa kutokana na ule aina ya msimamo ambao ulivyo na ile vita ya kuhitimu katika nafasi 4 za juu, akiwa na timu zingine ambazo zimekuwa zinamkaribia kwa karibu mkubwa, akiwemo TRA, akiwemo pia Pamba Jiji, same pia kwa Singida Black Stars ambao wamekuwa wanakuja kwa kasi ya karibu kumfikia JKT katika ile nafasi ya 4 akiwa na pointi zao 32. Nakuja kuangalia kwenye mechi ya jana, mwalimu Ahmad Ally wa klabu ya JKT aliingia na mkakati ambao ulikwenda kupunguza uhatari wa Simba katika maeneo ambayo Simba muda mwingi ameonekana kuwa bora katika kuwafanya wale washambuliaji wanne ambao jana walianza katika lile eneo, kwa maana ya Neo Maema, Ino Loemba, Chama Clatous, the same pia kwa Ribase Gwe na Elia Mpanzu, wasio wanafanya ile mikimbio ambayo ingekuwa inawapa faida Simba na kuigharimu JKT. Ndio mpango ambao aliingia nao mwalimu wa kikosi cha JKT Tanzania. Ndio maana unaangalia katika upande wa midfield ajaribu kuweka viungo ambao katika upande wa energy wanakupa kwa asilimia kubwa. Najim Musa Maguru tunafahamu ni miongoni mwa viungo ambao katika upande wa kukimbia maeneo mengi ya uwanja ni sehemu ya ubora wao. The same pia kuna mtu kama vile kwa maana ya Machezo, jana alikuwa ni sehemu ya mchezo, alikuwepo katika lile eneo, alikuwa anafanya mikimbio ambayo ilikuwa inawapa ugumu washambuliaji wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuwa huru na kufanya mikimbio ambayo kwa Simba ndio imekuwa ina ubora mkubwa. Lakini pia kwa mtu kama vile Said Hamisi Ndemla anaifahamu Simba, mchezaji ambaye ana ukomavu mkubwa kwenye mechi kama hizi, unategemea aweze kuonesha ule ubora wake ambao jana pia aliweza kutoka katika upande wa eneo la midfield kwa kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Muda mwingi alikuwa anafanya kazi ya kutibua mipango ya kina Neo Maema, ya kina Chama katika lile eneo, kitu ambacho kikawa kinaipatia faida JKT kwa asilimia chache, na mwalimu mpango wake ukaweza kutiki katika kipindi cha kwanza ambacho mechi ilienda sare ya 0-0, kitu ambacho kwa Simba kikamfanya mwalimu Steve Barker kuelekea katika second half aingie na mpango mpya, na hapo ndipo ambako JKT wakafanya makosa ambayo ubora wa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa Simba ukaenda kuamua mechi. Na hapa ndipo ambako unakwenda kuangalia hizi timu kubwa sometimes zimekuwa zinaamua mechi kutokana na aina ya wachezaji ambao wamekuwa nao, kwa maana wana ubora mkubwa kuliko wale ambao wanakwenda kucompete nao. Kwa hiyo jana ni mechi ambayo Simba aliibuka na ushindi kutokana na uwezo ambao alimzidi JKT wa ile individual brilliant ya mchezaji. Chama jana aliuvaa ule X factor, kitu ambacho kikaifanya Simba aweze kuibuka na ushindi. Lakini JKT jana alikuwa na utulivu mkubwa, umakini katika maeneo muhimu ambayo alikuwa anaamini kwamba Simba hapa ndiko ubora wake mkubwa ulipo, kitu ambacho kikamfanya mwalimu Steve Barker apokee homework kubwa ya kufanya kuelekea kipindi cha pili ambako ndipo Simba alikwenda kupata bao. Lakini yote kwa yote ilikuwa ni mechi ngumu ambayo Simba alihaso, JKT alihangaika kutokana na zile timu kwamba walikuwa na ile kasumba wakiamini kwamba wote ni wakubwa na wote wanafaa katika kuania zile alama ambazo jana walikuwa wanazitafuta katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League. Of course Simba ameingia kwenye mchezo wa jana akiwa ana kumbukumbu ya kutoka sare bao 2-2 dhidi ya Young Africans katika mchezo ambao tunafahamu Simba alitumia nguvu kubwa. Tunakumbuka pia aliongoza goli 2-0, ile speed ambayo alianza nayo watu wengi hatukushuhudia kile ambacho Simba alikifanya. Kwa hiyo ni wazi jana wachezaji waliingia kwenye ule mchezo wakiwa wana fatiki kubwa, kwa maana walichoka katika mechi ambayo walikwenda sare bao 2-2, walitumia nguvu kubwa. The same pia uwanja wenyewe ulivyokuwa, maji yaliokuwa yametwama katika baadhi ya maeneo, lakini pia ukubwa wa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, tena katika uwanja ule ule
wanakwenda kucheza mechi mbili ambazo zina intensity ambazo licha kwamba hazikaribiana, lakini ni kama vile zinakwenda kwa kufuatana. Si Yanga, JKT unaangalia sio timu ambazo ni za kubeza. Kwa hiyo moja kwa moja ile fatiki ama uchovu wa mechi ya mwisho ya dabi ilichangia pamoja na Simba kutokuwa bora katika yale maeneo na badala yake kupata ushindi ambao una umuhimu mkubwa kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya kwamba jana walikuwa hawana game bora kama ambavyo Simba tumekuwa tunaishuhudia katika mechi ambazo wamekuwa wanacheza kwa siku za hivi karibuni kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Kwa maana tumeshuhudia Simba wakiwa wanafanya kazi kwa asilimia kubwa, ufanisi ambao una umuhimu katika baadhi ya maeneo ambayo Simba tumeshuhudia akiwa bora, lakini jana ulikuwa haushuhudii hata ile mikimbio ya washambuliaji wa Simba, kwa maana fatiki ilikuwa inaonekana katika miili yao na kutokuwa timamu kwa asilimia 100 kama angekuwa kwenye game ambazo zilizopita Simba alipokuwa anaingia kwenye game kama hizi ambako anakwenda kuzikabili timu ambazo ni mid table teams, na amekuwa anapewa upatu mkubwa kuibuka na ushindi kwenye mechi za aina hiyo. Jana JKT waliwakosa wachezaji wao watatu muhimu katika maeneo tofauti. Katika eneo lao la ulinzi walimkosa Jackson Katanga Shiga, nahodha huyu ambaye amekuwa na mchango mkubwa, utulivu mkubwa katika lile eneo, lakini pia ni mlinzi ambaye amekuwa ni kama vile kiongozi katika lile eneo kwenye kuiguide defense line ya timu ya JKT ambayo jana tulimshuhudia Laulian Omar Makame akiwa na ameweka pacha na mwenzake Salum katika lile eneo. Lakini jana walimkosa Katanga ambaye ana uzoefu mkubwa wa kuwin mipira ya juu, lakini pia kwenye ile man to man battle sometimes amekuwa na ubora mkubwa wa kuziwini, kitu ambacho kimekuwa kinaipa faida JKT katika hilo eneo. Lakini pia katika upande wa kushambulia jana waliwakosa washambuliaji wao wawili ambao kwa ujumla wao walikuwa wana magoli 12, kwa maana ya Saleh Karabaka ambaye huyu mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu ana magoli 7, lakini pia Valentino Mashaka ambaye ana magoli 5 kwenye ligi kuu, kitu ambacho kikainyima JKT ule ufanisi wao katika lile eneo la mwisho, kwa maana unapowakosa wachezaji wawili ambao wana mchango wa magoli 10 zaidi katika timu yako, ni wazi kwamba ni wachezaji ambao ni muhimu kwa kiasi kikubwa, na badala yake jana mwalimu akawa anamtegemea mtu kama vile Paul Peter Kasunda ambaye naye pia ana goli 5 kuwa kama vile muhimili katika lile eneo la kushambulia, kitu ambacho kikawa kinamfanya awe katika wakati mgumu Paul Peter, kwa sababu alikuwa anakwenda kukutana na defense line ambayo ina ubora mkubwa, na then alikuwa anakosa ule usaidizi wa wachezaji ambao wana ule ufanisi katika eneo la mwisho. Kwa hiyo ni wazi kukosekana kwa Valentino Mashaka, Saleh Karabaka, lakini pia na Jackson Katanga Shiga ni sehemu ya pigo kwa mchezo wa jana kwa JKT, kukosa wale wachezaji ambao walikuwa wana ufanisi mkubwa katika eneo lao la mwisho, lakini pia wenye mchango mkubwa wakati ambao timu yao ilikuwa inakwenda kushambuliwa kwa maana katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo jana mwalimu Ahmad Ally alikuwa hana machaguo mengine zaidi ya wale ambao waliashuhudia akiwa ameyaingiza katika mchezo ambao jana JKT alipoteza, katika mchezo ambao hakika ulikuwa mgumu, lakini pia ni mchezo ambao JKT alikuwa anauhitaji kwa asilimia kubwa kwa lengo la kuendelea kukaa sehemu nzuri katika upande wa msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League.